Upandaji mbovu wa korosho ni sababu kubwa sana ya kutokupata mavuno na kuharibu shamba zima la korosho. Hivyo leo tutajifunza jinsi ya kupandwa kwa usahihi korosho zetu, na pia ni vitu gani ambavyo inatakiwa uweze kuvifanya ili kusudi korosho zako unavyokuwa unazipanda uweze kuzipanda katika usahihi mzuri na kuweza kupata mavuno yaliyokuwa ni mazuri. Kitu cha kwanza kabisa inatakiwa, ndugu mtazamaji, uweze kuandaa mashimo kama unavyoangalia katika skrini yetu hapo. Mkulima wetu anaandaa mashimo ya kitaalamu, mashimo ambayo yana sifa nzuri ya kuweza kupanda korosho. Na mashimo hayo ina maana mashimo inabidi uweze kupanda shimo refu ambalo litakuwa linalingana na kufikia na magoti. Kwa hiyo wewe mkulima inabidi uweze kupanda shimo refu ambalo unafika upande wa magoti yako hapo. Na pia unapokuwa unatoa udongo inabidi udongo uweze kutenganisha udongo ule wa ndani uweze kuweka pembeni kama anavyoweka mkulima wetu hapo, na pia udongo mwingine ule wa juu uweze kutenganisha. Hiyo inasaidia kwamba ule udongo wa juu unakuwa hauna mbolea, lakini ule udongo wa ndani unakuwa una mbolea. Hivyo ukifanya hivyo, ndugu mtazamaji, utakuwa katika mbinu na utakuwa ni mtu ambaye unaweza kupanda mikorosho yako kwa usahihi na utaweza kupata mavuno yaliokuwa ni mazuri. Kwa hiyo kitu kikubwa kabisa ni kuweza kutenganisha udongo wa chini na udongo wa juu, na pia kuweza kuchimba shimo ambalo ni refu, shimo refu ambalo linakuwa katika usawa wa futi ya katika magoti, na pia kuweza kuandaa mche wako kama unavyoangalia hapo. Uweze kuandaa mche ambao tunasema ule mche ambao una majani zaidi ya majani matatu. Utakapokuwa umeotesha mche wako, kwa hiyo mche wako huo uweze kuotesha ukiwa una majani zaidi ya matatu kama unavyoangalia katika skrini yako hapo. Huo ni mche ambao una sifa kwa ajili ya kuweza kuoteshwa. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ndugu mtazamaji, utaweza kuandaa shimo lako vizuri, na matokeo yake miti itakuwa vizuri na miti itakuwa katika mazingira ambayo ni mazuri na mazingira ambayo yatakusaidia wewe kuweza kufanikiwa. Hivyo basi tutamkaribisha mkulima hapo, tuweza kumsikiliza na kumuuliza maswali mawili matatu ili aweze kutupa uzoefu wa yeye anapandaje na kwa namna gani anatarajia kuweza kupata mavuno katika shamba lake hilo la mikorosho. Karibu sana ndugu mtazamaji, uweze kuwa nasi kuangalia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza vitu vingi ambavyo vitakusaidia katika kuanzisha na kuendeleza shamba lako la mikorosho. Karibu sana. Kwa karibu mkulima, uweze kutuelewesha. Karibu sana. Kwanza ambayo naanza leo ni kama hivi, unaona ndugu mtangazaji, hii ni shimo ambayo shimo hili ndio nataka nianze nitumbukize huu mche kwa ajili ya kupandikiza. Kwanza kabisa kabla naomba tueleze kwanza mche, sifa ya mche ambaye huu ni mzuri unaweza kupandikiza humo na kutoa matunda. Ndio. Tuelezee kwanza sifa ya ule mche, baada hapo tuelezee sifa ya shimo. Ndio. Na baada hapo sasa utaweza kupanda. Okay. Huu ni mche kwanza ni una na ubora kama hivi unavyoona. Kwa maana kwamba uko vizuri, hauna hoja yote ile. Hiyo nasema ni hatua ya kwanza. Ambaye ubora wake ukoje? Ni kama una matawi au una mizizi au una nini? Ubora wake kwanza una mizizi ya kutosha moja. Na pia mche wenyewe huu ni mnene. Kama hivi ambavyo wewe mwenyewe unaona ndugu mtangazaji, kwamba huu mche ni mnene. Pia ina mizizi ya kutosha. Kwa hiyo hatua ya pili ambayo inayofuata baada ya mche, nimeandaa shimo. Hili shimo takriban urefu wa nusu futi, ambayo tayari nimeshaandaa hili shimo. Kwa hiyo hapa sasa hivi sasa hatua ambayo naanza sasa ni kutumbukiza. Lakini kama kwanza kutumbukiza, nitakufanya hapa ndugu mtangazaji, udongo wa juu wote huu nimeutoa. Umeona udongo? Umetenganisha maana yake. Maana kwamba nimetenganisha udongo. Huu udongo haufai kuweka hapa sababu huu udongo ni wa juu lakini ni mkavu. Hapa utakuwa udongo wa chini ambao ni mbichi. Kwa mfano kama ni huu ambao nimeutenga hapa na mwingine huu ambao nimeweka hapa, maana huu ni mbichi. Udongo huu hapa ambao unaona kwenye hili shimo hapa, huu ni mbichi. Kwa huu baada ya kutosa huu mche wangu hapa, ndugu mtangazaji, mche tayari hapa nishakutosa. Unaona huu mche nimeutosa. Kwa hiyo huu sasa udongo ambao nimeweka humu pembeni, huu ndio nafanya na ufunika sababu huu ni mbichi. Kwa hiyo huu ndio unapelekea mche wangu yani kujishikilizia vizuri.
kama hivi ambavyo unatoka kuangalia hapa, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo hapa hii hatua sasa ya hapa nachukua huu kidogo ambao pia ni mbichi na uongeza hapa. Hapa. Sasa hapa ndugu mtangazaji tayari nimesha kupandikiza. Ambao hapa kama ni kipindi cha kiangazi hapa nachukua maji. Namwagilizia maji. Yale maji kwa nini nimeweka hivi? Kwamba nisifikia wote, shimo likawa limefikia lote. Kwamba napotia maji, yale maji yanakuwa anabaki humu, kwa hiyo yanakuwa yanywa kidogo kidogo kwenda chini yale maji. Yaani kwa maji yanakuwa hayamwagiki kusambaa kwenda sehemu tofauti. Na maji kipindi cha kiangazi maji yanakaa hapa. Kipindi hiki cha masika, kwa sababu mkorosho huwezi kupanda kipindi cha kiangazi. Mkorosho unaupanda kipindi cha masika kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu na mwezi wa 4 mwanzoni. Ndipo unapanda zao lako la mkorosho. Kwa hiyo kipindi cha masika pia vile vile kwamba mvua zinanyesha, mvua ina maana kwamba yale maji yanapokuja hapa, maji yanafika mage yanakaa. Yakifika mage yanakuwa yananywea kwenda chini. Yananywea kwenda chini. Huku mkorosho unaendelea kukua vizuri. Kwa hiyo hii ndio hatua ya upandaji wa korosho, ndugu mtangazaji wangu. Kwa hiyo kuna changamoto gani ambayo unahisi kwamba kwa mkorosho wako uko katika hali kama huu inaweza kupitia, ili kusudi hizo changamoto na wewe nao umejiandaje changamoto hizo kuweza kupambana nazo? Changamoto za hizi bwana ndugu mtangazaji, naweza kusema ni hakuna, kwa sababu hili zao kwa hatua hii halina production yote kwa hatua hii hapa ya kupandikiza. Kama nilivyokuambia kutoka awali kwamba kama ni kipindi cha kiangazi hapa itakuwa mimi ni mwagie maji, lakini kwa sababu kipindi hiki cha masika, basi maji ya mvua yenyewe yanatosha, unakuwa vizuri mpaka kufika kiangazi tayari umeshakuwa mkubwa. Yaani mpaka kufika labda kuanzia mwezi wa 5 wa 6 tayari mkubwa unafikia kimo hiki. Na matarajio yako kwamba ndani ya miaka mingapi tunaanza kuvuna? Matarajio yangu huu mche ambao leo nipandikiza leo huu mche. Hapo ni miaka 3 ndugu mtangazaji, ndio ninavuna miaka 3. Na ni aina gani ya mbegu? Hii mbegu ya kisasa. Hii mbegu ya kisasa ambazo ndio shamba langu lote hili nimepanda hii mbegu ya kisasa. Kwa unamwambiaje ndio mkulima mwenzetu ambaye anatuangalia katika skrini yetu kwamba kuna kitu gani ambacho ajifunze kupitia uandaaji muda huu kama wa mvua, ndio ili kusudi naye aweze kuongeza miche yake shambani kwake? Mimi naweza kwamba kama yuko bado hajaandaa mikorosho, basi haandae kipindi hiki, na kama anapaka kutaka kuandaa pia, basi haandae kipindi hiki, na kama labda na mikorosho baadhi ambayo kwamba iliyokufa labda alipanda bahati mbaya kuna mwingine imekufa, basi naomba kipindi hiki ndicho apite kuongezea, ama aidha labda mbegu hana, basi mimi nione mimi na sehemu zile alitafute, mimi nitampa miche tena bure, hata mimi sitaki, nitampa miche akapande, basi haendeleze na kilimo chake cha korosho. Kwa bwana, tunashukuru sana. Kwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kama unatazama kabisa, huo ndio mkorosho wetu ambao umepandwa kwa siku ya leo. Umepandwa baada ya miaka 3 tutaanza kuvuna korosho zetu hapo. Na vipi kuhusiana na hili shimo? Unaona shimo liko bado liko tupu. Hawezi kulifikia mpaka mwisho. Hapana. Ili ukilifikia mpaka mwisho tayari umesharibu kwenye, kwa sababu yale maji yanavyokuja maji yatakuwa maji yakae kwenye hili shimo. Ili mmea upate nafasi ya kukua vizuri. Na maji yakizidi na inakuwa maji haiwezi kuzidi ndani huko. Haizidi. Kwa sababu maji yanakuwa yanatembea. Yaani huu mche tofauti na mti labda wa mgomba, ndio nikasema hivyo. Huu mche ni mgumu sana kwenye kufa, hata kama yakawa maji mengi. Haufiki kwepesi.
kama ambavyo wewe unafikiria. Kwa hiyo zao hili ni kama zao la mnazi, ndugu mtangazaji. Mnazi nao shimo inakuwa ni kubwa. Maana kama hivi unavyoona hii ni dogo hii. Shimo la mnazi inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo maana kama unachimba shimo la mnazi inakuwa labda futi 3 au futi 2, ndipo unatoa nazi yako. Ufukie yaani unafikia kidogo tu kiasi. Na shimo lote linakuwa liko wazi. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Asante sana, nashukuru. Nashukuru. Naamini ndugu mtazamaji umeweza kujifunza vitu vingi sana kutoka moja kwa moja kwa mkulima wetu, na umeweza kuelewa na kuweza kufahamu, na kuomba uweze comment neno korosho ili tuweze kutumia vitabu ambavyo vinahusiana na swala zima la kilimo cha korosho, na pia tunakumbusha kuweza kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu nzuri ambazo zinahusiana na kilimo cha korosho na hatua mbalimbali ambazo unabidi kuzichukua ili kusudi uweze kupata mavuno na mafanikio ya kilimo hiki.